yako ndani yako, mimi nakuwekelea mkono kwambia receive. Masengenyo yako ndani yako, mimi nakuwekelea mkono kwambia receive. Wewe ni mnyang'anyi, mimi nakuwekelea mkono kwambia receive. Sharati mwizi, nakuwekelea mkono kwambia receive. Dawa ni kwamba hayo maombi hayatasikilizwa. But Bible inasema mtu akiwa mcha Mungu, mtu akiwa ni mcha Mwenyezi Mungu, basi Mungu umsikia huyo. Mtu anayetenda mapenzi ya Mungu, Mungu umsikia huyo. Mapenzi ya Mungu ni nini? Ni kuacha dhambi na kupenda kanisa na kufuata haki na kupenda watu, upendo wa ukweli. Mtu akuja kuambia ako na njaa, msaidie. Ama namna gani? Msaidie. Wewe uko umevaa vizuri, umeona mwenzako ana nguo nzuri, toa ile yako ile umeweka nyingine. Saidia huyo mtu na akae vizuri, afurahie. Hayo ndio mapenzi ya Mungu. Hiyo ndio kutenda mema. So dhambi ufanya mtu hata aombe Mungu hawezi kumsikiliza. Kama kuna mambo umekuwa ukililia Mungu, unataka kubadilishia, today niko hapa kwa hii studio kukuambia ya kwamba change, repent. Kabla hujaomba, repent. Kuna maombi ya kutubu, kukataa damu ya ukoo, kukataa laana, kumshukuru Mungu. Kuomba inakuja namba 5. Kuomba inakuja namba 5. Haya maombi mengine manne lazima ufundishwe. Nikipata muda nitakuja kukufundisha. Na kama utasikia hii mahubiri mahali popote huko na unataka kujua kuhusu mambo fulani, niongeleshe hapo kwa Facebook. Na ninaomba partners. Naomba partner. Kama utapendezwa. Viewers, kama utapendezwa, unataka injili niwe naileta hata live kwa television yoyote ile, naomba partners. Nikipata watu 1000 wala watasimama na mimi, bora uniambie tu mtumishi wa Mungu, nitasimama na wewe na hii maisha yako Mungu atabadilisha. Vile mimi nilibadilishiwa, wewe na wewe utabadilishiwa. Nikipata watu 1000 nitaanza na nyinyi. Mtaniona kwa media, kwa runinga huko. Na nitakufundisha na mwingine ataokolewa kwa sababu hiyo. Mtu mtenda dhambi hata akiomba Mungu hawezi kumsikiliza. Unastahili kufundishwa kuhusu kutubu na kumsongelea Mungu na kumpendeza Bwana. Unastahili kufundishwa kuhusu mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Na utaona life yako ikichange. Tutaenda tena mtumishi katika kitabu cha Isaiah 1:15. Isaiah 1:15. Wacha tusikilize kutoka kwa Mungu. Oh my father, soma. Nitasoma kitabu cha nabii Isaya 1:15. Nayo inasema hivi. Nanyi mkunjuwapo mikono yenu, nitaficha macho yangu nisiwaone. Mungu anasema wakati mtu dhambi iko ndani yako, umeasi, umekataa matendo ya Mungu mazuri, hata ukiinua mikono useme Baba nibariki, hata ukiinua mikono useme Baba nipatie, Baba hata kupatia, Mungu hata kupatia. Maandiko inasema katika kitabu cha Isaya, Bwana ameyaficha macho yake naye hata kuangalia, maana mikono yako imemwaga damu. Mikono yako haina haki kudai kitu machoni pa Mungu. Kwa hivyo kuna watu wana vitu, lakini dhambi imewazuia, hawawezi kudai zile vitu. Oh Jesus, my Father, my Redeemer,
Himayata la bosente la bakabosi. Hilaita maita himayeke la bosanta la bosai. Hiyanta la borima kona basia. Hikayebele bosi. Himakala mosentere bosika. You are bakala bosekere basia. You are limi kona basia. You are makele basilaba. Entele mosekere mas. You kara bosekere basia. Dhambi ni mbaya. Dhambi ni mbaya. Dhambi inafanya mtu likolomasia. Dhambi inafanya mtu unakuwa himaya kolo masekele bosika. Dhambi inafanya mtu unakuwa kolo malibasi. Dhambi inafanya mtu unakuwa likolo masimika. Hauwezi kukubalika. Hauwezi kuonekana mtu wa thamani. Watu wamesoma lakini certificate zinaoza kwa sababu ya dhambi. Hata wapeleke zile certificate kwa watumishi wa Mungu wawekelee mikono, Mungu anaficha uso. Maana wale watu hawajaambiwa ya kwamba repent. Hawajaambiwa tu. Hawajaambiwa repent. Sasa unakuta wanaombewa lakini hakuna answer. Dhambi inafanya hata mtumishi wa Mungu akuombee. Mpendwa mtazamaji, msikilizaji, Mungu anaficha uso wake kwa sababu ya makosa uliyotenda, kwa sababu ya maovu uliyotenda. Unahitaji baba wa kiroho. Unahitaji baba wa kiroho atakaa kufundisha ya kwamba mtu utokaje ndani ya dhambi. Mtu ufanye nini kutoka ndani ya dhambi? Ni kurepent, ni kutubu. Mkiniangalia kwa Facebook, kwa YouTube, nimevaa magunia. Why? Nina repent. Usiku na mchana nina repent. Na repent. Change. Natamani sana nipate watoto wa kiroho. Watoto wa kiroho. Kama unataka nikuwe baba yako wa kiroho, andika tu hapo, Pastor Ongala, nataka ukuwe baba yangu wa kiroho. Na nimejitolea, nataka niwe partner. Nataka mahali Mungu amekufikisha, nataka hata mimi Mungu anifikisha hapo. Mimi kwetu ni maskini sana. Watu wa kwetu ni fukara. Lakini Jehova amenitoa pale. Sijigambi, na kupatia testimony. Na kupea testimony. Ndio uamini ya kwamba ukijishikanisha na mtumishi wa Mungu ambaye Mungu ametoa mahali, atakushika mkono na wewe utainuka, utatoka pale ulipo na utaonekana mtu. Nataka wale watu nitafundisha watu 1000 kwa mtandao, watu 1000 kwa mtandao. Nataka niwafundishe life yao i-change. Continue. Nitaendelea kwa uwezo wa Bwana. Naam. Muombapo maombi mengi. Biblia inasema naam, muombapo maombi mengi sitasikia. Mikono yenu imejaa damu. My Father, my Redeemer, my Lumika, Jehovah Shaddai, Jehovah Rima Korba Simba, Jehovah Ria Tekelebos, Jehovah Ribo Koto na Basika. Samehe dunia. Samehe watoto wako. Wale wanaoingia makanisani na hili neno la kweli hawajalijua. Yesu wasamehe. Yesu wasamehe. Yesu wasamehe. Wasamehe. Biblia inasema Mungu hata wasikiliza hata watakapoomba maombi mengi. Watu wanafikiria kuomba maombi mengi ndio kusikilizwa. Watu wanafikiria kuomba maombi mengi ndio watasikilizwa. But no, Mungu anataka usafi. Jehova anataka holiness. Tafuta holiness. Somebody repent. Somebody repent. Mungu yuko hai. Aliongea na kina Musa.
aliongea na kina Elia, aliokoa Danieli akiwa katika shimo ambalo simba walikuwa ndani, akatuma malaika akakuja akamwokoa Danieli kwa nguvu za Mwenyezi Mungu. Shadraka, Meshaka, Abednego wakakataa, wakasema hatutaabudu miungu mingine ila Mungu aishiye milele, maana tumemuona. Mfalme akaamrisha akasema, basi kama wamekataa sheria, maana agano lilikuwa ya kwamba yule atakayekataa sheria ni atupwe kwenye moto. Wakasema tutatupa katika ule moto, lakini hatutawacha kumwabudu Mungu aliye hai, Mungu mwenye uweza, anayekwenda katika roho na kweli. You are all over the world. Amini usiamini, hawakufia ule moto, wakaenda wakaingia ndani ule moto. Angalia miujiza ya Mungu. Walitupwa ndani ya moto wakiwa watu wanne, wakiwa watu watatu, lakini mfalme alipoangalia kwenye moto akaona watu wanne, wakaanza kuulizana, tulitupa watu watatu lakini tunaona watu wanne, na watu wote tunaona miili yao imegeuka ni kama mwili wa malaika. Holy mayeketemolose, uko hapo nyumbani, kuna vitu vinakulazimisha. Boma yenu imekataa Mungu, wanaabudu uganga na uchawi. Boma yenu imekataa Mungu, wanaabudu mambo ya kimila. Boma yenu imekataa Mungu, wamenunua majini wameweka kwa boma, wanakuambia wewe abudu hii majini. Nataka nikwambie, amini Yesu mwana wa Mungu, maana katika maisha yako Yesu anaenda kutumana mtu wa pili. Mtu wa pili anakuja kwa maisha yako. Shadraka, Meshaka, Abednego walitumanishiwa mtu wa nne, na kwa vile wewe uko peke yako unatumanishiwa mtu wa pili ambaye ni malaika wa Jehova. In Jesus mighty name. Somebody, usikatae kumwona Yesu. Usikatae kumsikia Jesus Christ. Usikatae kukaa na Jesus. Follow Jesus and you will see the power of God. Utaona nguvu za Mungu. Utaona nguvu za Mungu vile zitakavyokuja kwako na kufanya kazi. Vile zitakuja kwako. Usilazimishwe kuabudu miungu mingine. Yesu anaenda kuingia kwa anga yako, anaenda kutransform maisha yako. Usiabudu kingdom za Satan. Usiaminiane na nguvu za shetani. Believe Jesus Christ. Trust Jesus. Trust the word of God, and you will see God in your life, in your body, in your property, in your family. Jesus Christ anakuja kujibu matamanio ya moyo wako. Maombi hayo hayatasikilizwa kwa sababu wametenda nini? Dhambi. Mikono yao imejaa nini? Dhambi. Hawatasikilizwa. Dhambi ni adui mkubwa. Dhambi itafanya hautasikilizwa. Dhambi itafanya hautapata jibu. Hata uende kanisani, kama haujarepent hautasikilizwa. Nitakwenda break. Nitaenda break. Nikaomba niende break. I want to pray. Nataka nikombe, but tusome verse 9. Nikaomba usome hiyo Isaiah 1, soma 9. Nitasoma kitabu cha nabii Isaya 1:9. Inasema hivi. Yes. Kama Bwana wa majeshi asingalituachia mabaki machache sana. No. Isaiah 1:19. Nitasoma kitabu cha nabii Isaya 1:19. Inasema hivi. Kama mkikubali na kutii. Kama utakubaliana naye maneno mtumishi wa Mungu ninakufundisha. Kama utakubali kuwa ukuwe my partner.
Kama utakubali niwe baba yako wa kiroho, kama utakubaliana na kutubu, kama utakubaliana na repentance, kama utakubaliana kubali kupokea Jesus aingie ndani yako, uzae sana. Bible inasema nini? Nitarudia. Kama mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Mtakula mema ya nchi. Umeamini kile nimekuambia mtazamaji, kwamba dhambi huzuia maombi ya mtu. Dhambi hufanya mtu asifanikiwe. Dhambi ndio inafanya watu wanaenda makanisani wanateseka. Na dhambi hutoka ndani ya moyo. Ikiingia ndani ya moyo inaingia ndani ya mwili. Ikishaingia ndani ya mwili inakuchafua kila mahali. Ikishakuchafua kila mahali, sasa upendezi Mungu. Sasa maombi yako haisikiki. Hata mhubiri akikuombea maombi yako haisikiki. Haleluya. Lakini maandiko yanasema kama mtakubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Kwa hivyo sio haki uteseke. Sio haki uhangaike. Sio haki uishi kwa nyumba ya single room. Sio haki ufanye kazi ya mjengo miaka yote. Sio haki unatembea na miguu. Sio haki baiskeli miaka yote. Sio haki motorcycle. Ni haki hata wewe uendeshe gari lako. Ni haki ujenge boma lako. Ni haki ufungue company yako. Mhubiri unayenisikiliza, ni haki kanisa lako liwe kubwa. Ni haki hata usikike kwa radio. Ni haki hata uingie kwa television. Lakini maandiko imesema, wapo mtakubali kunyenyekea na kutii, mtayakula mema ya nchi. Mema ya nchi yapo kwa wale watu ambao wametubu. Mema ya nchi yapo kwa wale watu ambao wamekubali kweli. Mema ya nchi yapo kwa wale watu ambao wamekubali kusamehea. Na kuomba, nahitaji partners. Watu 1000. Watu 1000. Nipigie simu. Niambie mtumishi wa Mungu, tuma message kwa Facebook. Nitakupatia namba yangu ya simu. Niambie pastor, nataka ukuwe baba yangu wa kiroho. Nataka nikuwe partner. Nataka unifundishe. Nataka unipatie verses za mimi kujua kutubu. Maana nimechoka na haya maisha. Nataka Yesu anibadilishe haya maisha. Na nilikwambia very soon nitaanza kukuletea maushuhuda. Nitaanza kukuletea testimony zile watu wamekuwa wakitenda muujiza. Kesho nitakuonesha mtoto hapa ambaye tunaendelea kumwombea. Na nitakuonesha mwingine yule tulimwombea Mungu akaponya. Nitakuletea picha hapa wale watu walikuwa wanalipa rent. Uone sahi wanakaa kwa nyumba zao. Uone sahi wako na ploti zao, wanalipwa rent. Utaona wengine walikuwa na biashara ya kuzunguka, sahi wamefungua milango, wanauza kwa milango yao. Testimony. Mungu anafanya watu kuwa rich. Na kufikia mwezi wa 11 kulingana na prophetic ya 2020, mtaona wale watu watakuwa wamenunua magari. Mtaona hizo namba. Nitawaletea hapa. Nataka partner. Nataka Mungu akuinue. Nataka unisaidie tusupport hii kazi ya Mungu isonge mbele. Hebu ona, ukisupport hii kazi ya Mungu ipanuke, iende mbali, unafikiria Mungu atakuinua kiwango gani? Unafikiria Mungu atakuinua kiwango gani? Sikunyang'anyi na silazimishi mtu. Ninaongea na yule ameguswa. Naongea na yule ambaye ako na acha niendelee kumfundisha mpaka vile atakavyotoka ndani ya damu ya ukoo. Vile atatoka ndani ya umaskini. Vile atatoka ndani ya dhambi. Vile atajua neno la Mungu. Vile atafuata neno la msalaba. Ninajua umeguswa. Najua umeguswa. Najua umeguswa. Sikia vile Mungu anasema katika kitabu cha Malaki 2:7. Malaki 2:7. Malaki 2:7. Biblia inasema hivi. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani. Yapasa midomo ya kuhani. Kuhani ni nani? Kuhani ni pastor. Kwa maana yapasa midomo ya kuhani ihifadhi maarifa. Ihifadhi maarifa. Kinywa cha kuhani kinastahili kiwe na maarifa. Mimi pastor nahitaji niwe na maarifa. Niwe na maneno mazuri ya kukufundisha. Niwe na maneno mazuri ya kukujenga.
niwe na maneno mazuri ya kukubadilishia anga yako. Hey. The word of God. Biblia inaongea ukweli mtupu. Bible inaongea nini? Ukweli mtupu. Hakuna mtu anaweza kubadilisha Bible. Itaendelea kwa uwezo wa Bwana. Endelea. Tena yawapasa watu kuitafuta sheria. Yawapasa watu kutafuta sheria kinywani mwake. Kinywani mwa pasta. Inahitaji watu waende kwa kuhani ambaye ni pasta, watafute maarifa, watafute sheria kutoka kwa kinywa cha nani? Cha kuhani. Mungu anasema kwa sababu gani? Kwa kuwa yeye ni mjumbe wa Bwana wa majeshi. Nimekuambia nataka partner. Nataka wale watu nitafundisha. Watu 1000. Kenya ina watu wengi sana. 48 million. Nikipata 1 million, hata nikipata 1000 ni wadogo sana. Bible imesema inapaswa watu waende kwa kinywa cha kuhani, wachukue huko maarifa. Maana kuhani ni mjumbe wa nani? Bwana wa majeshi. Kwa hivyo nikikwambia nataka ukuwe my partner, usupport kazi ya Mungu na uendelee kufuatilia mafundisho, ninaongea na tutakuwa tunafanyia Bwana wa majeshi. Nitarudia kukuambia vile nimesema pale mwanzo. Unaweza kuingia nena YouTube, andika Silas Mulimo ama Silas Ongala. Kesho utapata hii clip yote. Nataka niombe na wewe na nitaingia sehemu yako. Nataka niombe na wewe na nitaingia sehemu yako. God bless you. God bless you. Kuna mtu alinitafuta kwa mtandao akaniambia, Pastor, nataka uniombe. And I remember nilimpigia simu ikapatikana niko very busy. Ikapatikana niko busy. Lakini nataka nikwambie wewe ndugu, join partner. Join partner. Join partner. Tutakuwa tunaingia kwa maombi ya kufunga, maombi ya kukesha. Join partnership. Join partnership. Unaenda kuwa na mkono hapa. Let me pray. Nyosha mkono pray. Baba, katika jina la Yesu ninakuinua na niabariki. Mungu wa mbinguni, unastahili sifa na utukufu. Ninamweka msikilizaji mikononi mwako. Amesikia neno hili Baba yangu. Na kwa hakika neno hili linaenda kumbadilisha. Neno hili linambadilishia anga. Neno hili linambadilishia maisha. Neno hili linambadilishia kazi. Neno hili linampa ndoa iliyo nzuri Bwana. Baba, tetea watoto wako. Tetea watoto wako Bwana. Wasaidie Mungu wa Israeli. Nenda ndani ya mioyo yao Yesu. Yesu, ingia ndani yao. Wakuone Baba, wapendezwe wewe. Mwana wa Mungu unaweza. Tetea huyu mgonjwa. Tetea huyu yatima. Tetea huyu mjane. Tetea huyu maskini. Tetea huyu aliyeonewa. Tetea huyu ambaye heshima yake iliondolewa. Yesu mwana wa Daudi, wakumbuke wanao. Warehemu wanao. Wafungulie milango. Meka yao iregeshwe. Wengi mwana wa Mungu, wakati wa korona imeleta shida. Hata watoto wako kazi zimekosekana. Biashara zimefungwa. Mwana wa Daudi, wapatie kazi. Wapatie kazi. Lisha watoto wako wasipungukiwe na maji. Asante Kristo kwa sababu umetenda. Na kwa jina takatifu nimeomba na kuamini. God bless you.